Mtoto wangu alikuwa sawa. Tumeamka, tumepika, tumekula, akalala. Kinachoniuma ni mimi ndo nilimtoa kwao. Naona na kazi yenyewe ndo nimeanza Jumatatu. Hata kusema labda nina akiba hela nilitunza, labda ya mshahara nimepokea, sina hela yoyote. Huyu kama kwao ni Dodoma, inabidi ni mimi mtoto asafirishwe apelekwe hadi Dodoma, hawezi kuzikwa huku. Mtoto mwenye umri wa mwaka 1 na miezi 8 amefariki dunia, huku watu wengine 2 wakinusurika kifo katika tukio linalodaiwa kusababishwa na jiko la mkaa lililokuwa limewashwa ndani ya chumba walichokuwa wakiishi. Kwa mujibu wa taarifa za awali, mtoto huyo pamoja na watu wengine 2 walikutwa wakiwa na hali mbaya kabla ya kutambua kuwa kuna aliyefariki kutokana na tukio hilo. Tukio hili limetokea hii leo tarehe 21 Juni ya mwaka 2026 hapa katika mtaa wa Mji Mpya Babati Manyara. Na nimefika hapa kwa ajili ya kuzungumza na mama mzazi wa mtoto huyu kufahamu hasa ni nini ambacho kilitokea. Mimi naitwa Hosea kutoka hapa Mji Mpya Babati Manyara. Kwa tu ghafla, yaani hata sielewi ilikuwaje kwa kweli. Mtoto wangu alikuwa sawa. Tulikuwa nenda ni mumu, tumeamka, tumepika, tumekula, akalala, basi. Hakuna kingine. Sina kazi, sina kipato cha aina yoyote. Kwa hiyo hela ya kunitoa hapa mpaka huko ni ngumu, ndio maana naomba msaada wao. 07 73 84 8712. Shania Samuel. Naitwa Jennifer Samuel. Huyu mdada ni rafiki yangu. Nilipopata kazi, niliambiwa kazi la iruhusu kwenda na mtoto mdogo. Na mwanangu ndo ana mwaka 1, tarehe 26 ndo anafunga mwaka na miezi 2. Kwa hivyo huyo hapa ni rafiki yangu kuanzia muda hajabeba mimba, sijabeba mimba. Tulikuwa ni marafiki. Na mara nyingi tulikuwa tukiwasiliana na ananiambia akipata mtu ambaye atakubali kuishi na mtoto wake, hata kama ni kazi za ndani, kazi gani, kikubwa tu amkubali mtoto wake, yeye yuko tayari. Kwa mimi nilipopata kazi, nikaongea naye, nikamwambia Zeli, mimi nimepata kazi, naomba uje unisaidie kwa muda, maana ni dharura sana, siwezi kupata binti. Naomba uje unisaidie kubaki na mtoto wangu kwa muda. Afu baada mwezi mmoja mimi baada kupata mshahara, muda huo nasubiria mshahara, mimi nitakuwa natafuta binti ambaye kidogo nitakuwa namfahamu vizuri, nisiwe na haraka maana mtoto ni mdogo. Akasema basi sawa rafiki yangu, lakini mimi sina nauli. Ikabidi mimi nitafute namna nipate hela, maana nilikuwa pia sina kazi. Ndo kazi ndo nimepata, inabidi nitafute namna nimepata hela. Nikamtumia shilingi 45 kutoka Dodoma. Akafika hapa siku ya Jumapili iliyopita. Jumatatu mimi nikaanza kazi, ambapo mpaka kufika jana ndo inakuwa ni wiki 2 tunakuwa tumefunga humu ndani. Jana mimi ilikuwa ni siku yangu ya kupumzika, sikwenda kazini maana mimi ni msabato. Nilibaki humu ndani, binti alikuwa anajisikia vibaya, alikuwa na matezi. Ikabidi mimi nibaki nisiende kanisani. Nikawa nafanya usafi, nafua nguo za watoto, yakawa amelala pale. Huyu mtoto alikuwa ni mzima, huyu pamoja na mwanangu na mtoto mwingine tunaishi na mama yake. Walikuwa wanacheza tu vizuri. Asubuhi mimi nikaamka, kwa kuwa ndo alikuwa anaumwa jana, ikabidi mimi kabla kuondoka nimuite, nimuamshe, nimuulize anaendeleaje. Akaniambia tu yuko sawa. Mimi nikaondoka. Na mdada mwingine ambaye tunakaa naye na mtoto wake wakaondoka wakaenda kanisani, mimi nikaenda kazini. Nimefika kazini, baada yule dada akaja, tukaenda pale Kabila. Akamnunulia mtoto wake mtori, mimi nikapigiwa simu nikarudi kazini. Baadaye sasa ndo yeye akaniambia ngoja mimi nimpeleke mtoto nyumbani nirudi kazini. Kumleta mtoto wake ndo ananipigia simu, Jeni njoo huku, shoga yako hali sio nzuri, mimi nimemkuta amelala mlangoni. Ikabidi mimi niombe ruhusa nitoke kazini, mimi nije nyumbani. Nafika nyumbani namkuta amemtoa pale, amemlaza hapa kitandani. Kiukweli mbele ya Mungu niliambiwa ndo naumwa. Hata sikufika nimwangalie huyo mtoto wala mtoto wangu. Nilifika nikamwangalia tu huyo, nilipoona hali yake sio nzuri. Mimi nikambeba nikampeleka kule dispensary ya maeneo kule PMOil. Niko hospitalini kule napigiwa simu, mtoto wangu anatapika.
Nikamuuliza natapika nini, ananiambia mtoto anatapika, anaishiwa nguvu. Ikabidi mimi nimhoji huyu, watoto wamekula nini leo? Ananiambia mliwakorogea tu uji. Alipokoroga uji, akaenda akanunua maharage, maana jana yule mtoto mkubwa alisema hamna wali maharage. Kwa mama yake akamwachia binti hela, akamwambia basi utanunua mkaa, utanunua na maharage, uje upikia watoto wasiwe wanaenda kula kwa majirani. Kwa mimi katika kumoji huyu ananiambia asubuhi watoto walikuwa sawa. Yeye alipomaliza kazi zote akaenda kanunua maharage, akaja akawasha jiko, akaoga, akawa analala ndani na watoto. Lakini ananiambia huyo mtoto alikuwa analia mpaka anafika na nyongonya. Ananiambia ni akimshika mkono hivi kama tu mkono unaanguka hivi. Jiko si ndo lile pale liko ndani mpaka sasa hivi. Kwa hivyo sasa mimi hali halisi iliyotokea humu ndani kwa kweli sielewi, maana kwa cha kwanza nilikuwa kazini. Ina maana mimi nimepigiwa simu, nimetoka kazini, ndo nimekuja wapi? Nimekuja hapa nyumbani. Sawa? Nafika hapa nyumbani nakuta huyu ndo ana hali mbaya, sio mtoto. Maana mimi nimefika nimemkuta mwanangu amelala na mtoto wake amelala. Sawa? Ikabidi mimi nifanye utaratibu, nimtoe huyu binti nje, nimepanda naye bodaboda hapo nje, nimempeleka hospitalini huko dispensary. Nafika huko, napigiwa simu, mwanangu hali yake sio nzuri, mara ananyongonyea, anatapika. Sijakaa sawa, naambiwa njoo nyumbani. Ni kama huyu mtoto hayuko sawa, inabidi mimi nimwache huyu nije kwanza nihakikishe. Lakini kiukweli mimi sielewi nini kilitokea, maana jana mtoto alikuwa mzima na asubuhi mimi nimeamka mtoto mimi nilimwacha analala. Huyo alikuwa amelala. Wale wengine ndo alikuwa ameamka, wawili wa kwangu na muda wa dada mwingine ndo alikuwa ameamka. Lakini kiukweli mimi sielewi, yani sielewi kabisa, maana jana mimi nimeshinda humu na watoto walikuwa sawa wote watatu. Kiukweli tu mimi niombe tu anisaidie mchango, maana mimi ndo nilimtoa binti kwao. Yani inachoniuma ni mimi ndo nilimtoa kwao. Naona na kazi yenyewe ndo nimeanza Jumatatu. Hata kusema labda nina akiba hela nilitunza labda ya mshahara nimepokea, sina hela yoyote. Huyu kama kwao ni Dodoma, inabidi ni mimi mtoto asafirishwe apelekwe hadi Dodoma, hawezi kuzikwa huku. Kwa mimi huo uwezo, sisi kama sisi wa humu ndani watatu hatuna huo uwezo, atusaidie tu. Mimi kwa jina naitwa John Mosco. Hilo jina maarufu. Niambia kwamba kilichofanya mpaka huyu mtoto amefariki ni jiko la mkaa lilikuwa ndani ambalo linachemshia anachemshia maharage. Sasa mlango ulikuwa umerushwa, sio kama mfungo kwa kisasa. Sasa nadhani imekosekana hali ya hewa. Yaani baada ya hapo ndio katoka mambo, lakini siwezi kuelewa. Kuna daktari amekuja hapa kuhakikisha kwamba ni kweli. Yeye anaanza kutoa maelezo zaidi kwa sababu hayo ni mambo ya kitabibu. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.